Nakushukuru sana. Waheshimiwa mawaziri wote mlioko katika msafara wangu na manaibu mawaziri, Mheshimiwa Balozi Batita Buriani, mkuu wa mkoa wa Tabora, na mwenyeji wetu Comrade Daniel Chongolo, katibu mkuu Chama cha Mapinduzi, ndugu Hassan Wakasubi, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora, pamoja na viongozi wengine wa chama na jumuiya zake, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, katibu tawala wa mkoa wa Tabora na kamati za ulinzi na usalama mkoa na wilaya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Igunga, ndugu yetu Sauda Mtondo, na wakuu wa wilaya wengine mliopo nasi, Mheshimiwa Husna Juma Sekiboiko, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Elimu, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Nicholas Ngasa, mbunge wa Igunga, pamoja na wabunge wote wa mkoa wa Tabora mlioko hapa, viongozi wa dini, machifu wenzangu, ndugu wanahabari na ndugu wananchi wote wa Igunga, vikundi vya burudani na wasanii mlioko hapa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada nami kuungana na wengine kumshukuru Mungu, nashukuru sana kwa heshima ambayo nimepewa ya kuja Igunga na kuanza na kazi ya kuzindua, kuweka jiwe la msingi chuo cha VETA. Lakini kabla kuzungumzia VETA, niseme ndugu zangu wa Igunga kwamba niko kwenye ziara ya mkoa kwa siku mbili, leo na kesho. Na kwa nini siku mbili? Kwa sababu nilikuja mwaka jana ziara kwenye mkoa wa Tabora, lakini niliacha wilaya za Igunga na Nzega, sikuenda. Sasa nimekuja kulipa deni. Nitakuwa Igunga leo na Nzega, na kesho kutwa nitakwenda Tabora mjini kwa ajili ya kufanya mambo mengine. Lakini niseme kwamba nimefurahi kwamba nimeanza na uzinduzi wa chuo hichi, jiwe la msingi chuo hichi cha VETA cha wilaya ya Igunga mkoani Tabora. Hivyo nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa kunialika kwenye shughuli hii. Ndugu zangu, chuo hiki ni mwendelezo wa jitihada za serikali kuhakikisha vijana wetu wanapata elimu ya amali, wanapata elimu ya ufundi itakayokwenda kuwasaidia aidha kuajiriwa au kujiajiri. Na kama ilivyosemwa vizuri hapa kwamba tumeamua wilaya zote za Tanzania hii ziwe na vyuo vya aina hii, lakini mbali na wilaya kuwe na chuo cha mkoa kila mkoa. Lengo, shabaha yetu ni kujenga vyuo ambavyo vinakwenda kufundisha elimu ya amali kwa vijana wetu na sio nadharia wanazopata shuleni. Kuna miradi mingi inakuja nchini kwetu, lakini tunapotakiwa vijana wakwenda kwenye hiyo ajira, hatuna, na wageni wanachukua nafasi na vijana wetu wanakwenda kwenye ajira za ngazi za chini sana. Kwa hiyo tunakwenda kufundisha mafundi wa aina zote ili ajira zinapokuja wapate, lakini waweze kujiajiri katika maeneo yaliyoko. Vyuo hivi vinakwenda kuangalia, kwa mfano Igunga, nimeambiwa Igunga kuna fursa nyingi sana hasa za kilimo na ufugaji. Kwa hiyo vyuo hivi vitakwenda kuzalisha mabingwa, watu mafundi kwenye masuala ya kilimo, lakini masuala ya ufugaji na masuala mengine ambayo yanaweza yakaleta tija hapa Igunga, kama mafundi magari na mambo mengine tele ambayo Igunga yanaweza yakafanyika. Kwa hiyo niseme kwamba kama ilivyosemwa na waziri hapa wa elimu, serikali imedhamiria kukuza ujuzi wa vijana, kwa sababu vijana ndiyo nguvu kazi yetu ya taifa, na usipoiwezesha kwa ujuzi nguvu kazi hii, taifa halitakwenda kupata watendakazi wazuri huko mbele. Lakini niseme jengine kwamba VETA hizi tunazijenga ili ziungane na miradi au mipango kadhaa ambayo tunaiandaa. Kwa mfano,
VETA hizi tumesema zitakwenda kufundisha vijana kwa yale mambo ambayo yanafanyika katika maeneo yao. VETA hii tunakwenda kuihusanisha kwa karibu zaidi na mpango wetu wa Jenga Kesho Iliyo Bora kwa ajili ya vijana. Jenga Kesho Iliyo Bora inaenda kwenye maeneo ya kilimo ambayo ni kilimo cha mazao, mifugo na uvuvi, lakini pia tunakwenda kwenye maeneo mengine ya kuongeza thamani mazao yatakayolimwa. Hayo ndio maeneo ya Jenga Kesho Iliyo Bora. Kwa tunajenga vijana wa VETA waje kutia nguvu kwenye mradi au mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, na hatimaye tuweze kujenga uchumi wetu vizuri zaidi. Kwa nishukuru sana wizara kwa kuitikia vyema wito wangu wa kujenga vyuo hivi Tanzania nzima. Nimeambiwa vyuo vyote 64 viko katika mchakato wa kujengwa na vile vya mikoa vinaendelea, na washukuru sana 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 kwa hilo. Nizungumzie swala la pili ambalo waziri wa kilimo alilizungumzia, ni swala la ruzuku. Ndugu zangu wa Igunga, ndugu zangu wa Tabora, serikali kwa miaka 2-3 hii imeamua kutoa ruzuku, na Mungu akituwezesha vizuri, ruzuku hii tutakwenda nayo mpaka 2025. Lengo letu ni nini? Lengo letu ni kutoa uwezo kwa wakulima, badala ya kutoa pesa zao mifukoni kununua mbegu na pembejeo. Serikali sasa itatoa kwa bei nafuu maeneo mengine, lakini maeneo mengine pembejeo nyingine bure tutawapa wakulima. Lengo ni kuwajengea uwezo wakulima wapate kwa bei nzuri. Serikali tunahangaika na matokeo umeanza kuyaona kwamba sasa kwa mfano mbaazi, tumetoka kuiuza mbaazi kwa shilingi 200 kwa kilo. Mwaka huu tumeuza mpaka shilingi 1300 na kwa kilo katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo kazi yetu serikali ni kutafuta masoko ya bidhaa zitakazolimwa. Na pale ambapo masoko ya nje yatakuwa yana tatizo kidogo, serikali tumejiandaa kununua mazao yote yatakayozalishwa, tuweke store huku tukitafuta wanunuaji wa mazao hayo. Sasa ruzuku hii kwa miaka 3 hii iwawezeshe kulima, iwawezeshe kuvuna, iwawezeshe kupata bei nzuri na muwe na fedha ya kutosha. Hii ruzuku haitokwenda maisha. Uko mbele mtakuja kununua mbolea na mtanunua pembejeo zote za kulimia. Kwa hiyo miaka 3 hii tunaitoa kutoa nafuu kwa wakulima waweze kuchanga fedha zitakazokuja kuwapa uwezo huko mbele. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, baada ya mavuno ile fedha inayopatikana tusichezee ngoma yote. Ile fedha tuweke akiba, tuwekeni mabenki, kwa sababu mbele huko hakutokuwa na ruzuku, na kama ikiweko basi ruzuku itakuwa ndogo sana. Kwa hiyo niwaombe sana, tumieni fursa hiyo kujijengea mambo ya baadaye. Ndugu zangu, nilitegemea Igunga hapa leo nitapata mashtaka mengi mno ya maji, ya umeme, ya elimu, ya afya, ya barabara za TARURA na mengineyo. Lakini kwa maneno ya mbunge wenu naona mambo yote yamekaa vizuri. Ahadi yangu kwenu, mimi na baraza langu la mawaziri na watendaji wetu, kazi yetu ni kuwatumikia. Na kama alivyosema waziri wa fedha, kila tunapozikusanya tunaangalia matatizo ya wananchi yako wapi, na ndiko tunakozielekeza. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, kwenu nyinyi ni kuweka usalama na amani nchini kwetu, kufanya kazi kwa bidii. Nendeni katanueni mashamba. Serikali tunajitahidi kutafuta hizo pembejeo tuwape, tunaenda kutafuta masoko muuze, ili mjenge uwezo na nchi yetu iende mbele zaidi. Mtakapolima zaidi tutakusanya tozo na kodi zaidi, na haya maendeleo yanayozungumzwa hapa yatakuja kwa wingi zaidi. Ombi langu kwenu wakulima, twendeni tukachape kazi. Tunaposema kazi iendelee, na mbunge wenu hapa leo amesema kazi na maendeleo. Kwa hiyo twendeni tukafanye kazi kwa maendeleo, ili tuweze kwa pamoja kujenga nchi yetu. Ndugu zangu,
Salamu zangu za leo zilijikita hapo. Bado ziara hii tuna mambo ya kufanya hapo Ziba, lakini pia Nzega. Kwa hiyo kwa sasa naomba mturuhusu tuendelee na ziara. Nimefurahi nimeonana nanyi Wanaigunga. Mungu awabariki na Mungu awaweke salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana.